Leo na kusimulia hadithi iliyochanganya utajiri, siri na kifo kisichoelezeka. Hadithi hii inaitwa Chumba cha Siri ya Utajiri. Elias, mfanyabiashara tajiri, alikuwa akielekea Mwanza kwa gari lake la kifahari usiku wa mvua. Gari lake lilikuwa likipita taratibu barabarani, lakini ghafla simu yake ilipiga sauti ya tahadhari isiyo ya kawaida. Alipoichukua, uso wake ukakosa rangi. Ujumbe mmoja ulionekana kwa herufi nyekundu: mlango wa chumba cha siri umefunguliwa. Elias hakujua ni nani aliyeufungua. Miguu yake ilitetemeka, moyo ukapungua kasi, na macho yake yakazama katika uoga. Gari likapoteza mwelekeo, likagonga mti barabarani. Sekunde chache baadaye, Elias alikuwa amekufa. Lakini chanzo cha kifo chake kilikuwa ndani ya nyumba yake, na mtu aliyofungua mlango huo alikuwa mke wake, Nadia. Usiku ule ule jijini Dar es Salaam, Nadia alikuwa nyumbani kwenye penthouse ya ghorofa ya 23. Mvua ilinyesha, radi ikipiga, upepo ukivuma, na mguu wake ukatetemeka kadiri alivyotafuta key-card ya chumba kingine cha wageni. Vyumba vingine vilikuwa kwenye ukarabati, vimejaa vifaa na vumbi. Nadia alikumbuka chumba cha mwisho kilichozuiliwa, akajiuliza, labda linaweza kutumika kwa wageni kwa muda mfupi. Hakujua kwamba hicho ndicho chumba ambacho hakikupaswa kufunguliwa kwa mtu yoyote. Alipofungua drawer ya siri, akapata kadi nyeusi yenye maandishi machache: Owner. Akaelekea mlango wa mwisho wa korido, mlango mweusi mzito wenye skana ya macho. Aliposogea kadi, mlango ukatoa beep na kufunguka taratibu. Ndani hewa baridi ilimpuga uso, taa za LED zikazima na kuwaka kwa mwanga wa bluu. Kitanda cha teknolojia ya juu kilikuwa katikati, kimefunikwa na kitambaa cheupe. Nadia, bila kufikiria sana, alikisogelea taratibu. Na pale alipokuvuta kitambaa, moyo wake ulisimama kwa sekunde kadhaa. Kilichokuwa pale, mwili wa Elias amekufa, amegandishwa, baridi, kimya. Nadia alikimbia kelele, Elias! Na pale barabarani, moyo wa Elias ulikuwa umesimama kabisa. Kejeleza lililopiga penthouse nzima halikufanya Nadia aache kusimama kando ya kitanda. Hofu ilijaa kila kona ya chumba hicho, giza likizunguka kama mtu aliyejificha. Taa za LED zikazama na kuwaka kwa mwanga wa bluu, skrini zikionyesha maelezo yasiyoeleweka, mashine zikipiga sauti nyepesi kama mtu anayeishiwa pumzi. Nadia alijua wazi, siri kubwa ya Elias imefunuliwa na hatari ipo mbele yake. Lakini hakujua kwamba kile alichokiona kilikuwa ni mwisho tu wa kile kilichokuwa kinasubiri. Utajiri wa Elias haukuwa wa kawaida. Hatuwezi kusema ni pesa tu, bali ni kitu kilichojumuisha teknolojia na siri ambazo binadamu hawakuweza kuelewa. Nadia alijaribu kuondoa mwili au kufunika tena kitambaa, lakini palikuwa na hali ya kinyume. Mlango ulikuwa umefungwa kiotomatiki, mashine zikizima na sauti za kielektroniki zikitoweka polepole. Pamoja na kelele zake na shaka zake, Nadia alijua kitu kimoja: hakutakiwi mtu mwingine ajue kile kilichokuwa chumbani. Kile kilichokuwa kinamhusisha Elias kilikuwa siri ya hatari, na sasa alikuwa ndani yake bila kujiandaa. Usiku huo, Nadia alijisikia peke yake, uoga ukimtikisa, lakini pia ufahamu wa siri aliyovunja. Hapo ndipo alipoelewa kuwa chumba hicho kilikuwa zaidi ya nyumba ya kifahari. Kilikuwa siri iliyolindwa kwa maisha. Sasa, kila hatua yake ilikuwa na hatari. Kila kufungua mlango, kugusa skrini au kuvuta kitambaa kulikuwa na uwezekano wa kufunua zaidi ya siri za Elias. Na dunia ilijua kidogo sana. Jina la Elias limeorodheshwa kwa bilionea waliokufa ghafla barabarani, lakini hakuna mtu angeweza kuamini sababu halisi.